ouvert et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Hapa tunaelewa kwamba ku deuxième resurrection watu yote batafufukaka baba kuparticiper ku resurrection ya kwanza. Sasa watafufuka, vitabu mingi itafunguliwa, kisha wanasema kitabu inafunguliwa, kisha vitabu inafunguliwa kuhukumu wale watu. Vitabu kufunguliwa inamaanisha nini? Vitabu kufunguliwa kwa kujijimani kusema kutaya Moize. Kitabu ya Musa ndio itashimama kuhukumu generation ya Moize. Kutaya Eli, message ya Eli ndio itasimama na kuhukumu manabii wa Baali. Kutaya Daniel, ujumbe ya Daniel ndio itasimama na kuhukumu Nebukadnezar. Kutaya Bwana Yesu Kristo sawa vile nabii, ujumbe yake itahukumu wale wote waliishi kwa wakati yake. Kwa wakati ya Paulo tunasoma ndani ya Warumi 12, Warumi 2 mstari wa 16 inasema hivi: seront jugés, dit au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. Kupitia injili yangu mie Paul. Ni wale ni banani? Ni watu wa wakati ya Paul. Donc que tunapasha comprendre ya kwamba kukila generation juu kwe sauve inombo nafata nabii wa wakati yako. Sababu neno njo inaokoaka na nabii anakiana neno. Na kwa hii generation ni livre ya nabii Kaku Philippe njo itahukumu watu waliishi kwa hii generation. Donc quelle que soit connaissance yako, mu Bible hakuna realite ya wakati yako parce que ku jugement dernier batakulizaka sa Musa alivuka bahari nyekundu, ulikuwa kungambo ya Musa au ulikuwa kungambo ya Farao? Hautakuwa na response. Sa Yesu balikuwa na murejete, ulikuwa ngambo yake au ngambo wa Farizi? Hautakuwa na response. Me batakuliza mu 2025 sa nabii Kaku Philippe alikuwa kudunia, ulimuitikaka ulimukatalaka, ilikuwa epreve ya wakati yako. Donc hakuna mwenye anaweza kuwa sauve na na rejete ujumbe ya nabii wa wakati yake. Njo nabii Kaku Philippe tunasoma pia kitabu yake Kaku chapitre 137 verset 3. Anasema hivi: en vertu du mandat et de la commission de l'ange du 24 avril 1993 et des paroles que j'ai reçues de l'agneau, j'ai été envoyé sur la terre comme étant le salut et le chemin de la vie éternelle. Depuis 2002, je parle de la part de Dieu, afin que quiconque croit à moi et me suit ait la vie éternelle. Et déjà en 23 langues, ce message procédant de Dieu par moi atteint chaque habitant de la terre. Prophète njo mwanakuaka chemin ya vie éternelle. Donc prophète njo mwanapasha fata juu kuwe sauve. Na Kaku Philippe haiko asame jishimamisha aseme ile, meni anverti ya manda alipata le 24 avril 1993. Donc mbinguni haiko ya madini. Hawe sema ulifata dini njo unaokolewa, hapana. Haezi kwa juko na connaissance ya Bible au ya maverite mwa njo unaokolewa, hapana. Juu kuwe sauve ilifo ufate nabii mwa Mungu ametuma kwa wakati yako. Kutaya Noel yombo ufate Noel, kutaya Daniel ufate Daniel, kutaya Paul ufate Paul, kutaya William Branham ufate Branham. Na kwa hii generation inombo nafata nabii Kaku Philippe. Juu okolewe haizuru condition de vie yako au pays huko amo il faut fate na habitu wa wakati yako. Merci sana. Jonji ya moyo. Mfuasi wa Kaku Philippe. Ndi. Unasema kama kusudi mtu aokolewe ifo afuate nabii wa generation yake. Ndio. Nabii wa hii generation ya leo ni Kaku Philippe. Ndio. Njo nabii. Nitakuswali tu kadogo utajibu mu quelques secondes. Kuko andiko linasema hivi, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ndiyo. Ya kwanza ile, ya pili tena kupitia maandiko inasema kwamba mimi ni njia, ukweli na uzima. Ndiyo. Hakuna atakayefika kwa Baba asipopitia kwangu. Ndiyo. Mwenye anasema vile ni nani? Ni Yesu. Manake kakune kama akupita kwa ile njia naye manake naye anachunga. Mimi naexplique ile ya kwanza na ya pili. Maandiko nasema ni yule jana, leo na hata milele. Ni kusema habadilikaki. Ndiyo. Jana ni kusema wakati ya Moize alikuwa tu yule alituma Moize. Ndiyo. Kutaya Paulo ilikuwa jana alituma Moize, na leo anapasha tuma mtu juni yule ametuma nabii Kaku Philippe. Anatuma nabii Kaku Philippe. Na osilo ntatuko kudunia tendelea natuma nabii. Asante.
Jua nini sasa kama alijua kama atatuma nabii akasema yeye njo njia. Hakuna matafika kwa ile version zapenda tuisome ni kuexplikia. Utaisoma sasa utarudia. Jacques 14:6. Hakuna matafika kwa baba juu na kakune hatafika kwa baba asipopita kwa hii njia. Ngoja nikuexplique pole pole. Question kutaya Moize hakuna malifika kwa baba juu Jésus alikuwa yakia kudunia. Ile ni expression ya kila nabii. Kutaya Moize haungefika kwa baba bila kupita kwa ujumbe ya Moize. Juu Moize ndio alikuwa anaongea na Mungu. Ndio vile na kwa kila kizazi. Batu abayefa difference sasa Yesu anasema sawa nabii na sawa vile mkombozi mwenye anakia mwanga damu biko different. Kukila njia ni nini? Ni itakuonesha kwa kuokolewa. Kweli ni neno la kweli. Uzima ni ile uzima yenyeko ndani ya ile neno. C'est clair. Merci. Kwa dakika 10 nitaomba ndugu yangu na ujongelee. Utajijulisha na unaingia kabisa kwenye mada. Ni wanani watakaoingia katika ufalme wa mbingu? Wakakuwa natoka kusema kwamba hautaingia wewe mpaka ufate Kakufilipo. Njoo nabii wa leo ule. Asa mimi sijue bale biko kule muma nchi nyingine, muma kontinent nyingine benye abayu hata na historia ya Kaku. Kapo batendaka wapi? Yesu wote wanayua. Sasa utatambia sio tarudia tena. Na baadhi ya walikale hawayajua kama Kaku. Ndio, asante sana kwa baba masisi abamujua. Mimi kwa majina ni Kasidika Ale. Ninakuwa Mwadventista wa Sabato katika mada ambayo inasema ni nani watakaoingia mbinguni. Na kweli kama nilivyomsikia ndugu yangu wa Kaku Filipe, namna amezungumza kwamba hata kwamba inabidi watu wafate nabii ambaye iko presente, kwa sababu Biblia haina verite presente yenye leo tunapaswa fata hako. Lakini hiyo sio kweli, kwa sababu Biblia ndicho kitabu ambacho ni mwongozo wa wanadamu. Katika Zaburi 119 mstari wa 105 nasema neno lako ni taa kwa miguu yangu na mwanga kwa njia zangu. Donc Biblia itaendelea kuwa taa na mwanga kwa wanadamu wote hata milele. Hata kama Mungu atatuma nabii, Biblia itakuwa ni nuru kubwa, ule nabii atakuja na nuru kidogo. Na kiukweli Kaku Filipe unapomchunguza haeneze kriteria za kuwa nabii wa kweli. Kwa kuwa Isaya kwa kuwa katika Isaya sura ya 8 mstari ya 20 nasema nabii wa kweli inabidi aenende kwa sheria na ushuhuda. Kama nabii atakuwa na ushuhuda peke yake lakini hafate sheria za Mungu, anazikataa, anakataa sijui sheria mbalimbali za Mwenyezi Mungu na amri zake, tayari ule ni nabii wa uongo, kwake hakuna asubuhi. Kwa hiyo Kaku hata hahesabiwi katika manabii wa Mwenyezi Mungu kwa namna yangu. Na tena nashangaa kwamba nabii huyu wa uongo anajidai kuwa yeye ndiye njia, kweli na uzima kwa kizazi hiki. Na mama journalist amesema mzuri. Ingekuwa Yesu angesema mimi ndiye njia na kweli na uzima kwa sasa, tungejua kwamba kumbe baadaye kutakuja njia nyingine na kweli na uzima. Lakini hakusema hicho. Yesu katika wakati wa Musa, Yesu alikuwa njia, kweli na uzima. Kwa sababu gani? Yesu ndiye alikuwa tu huko katika jangwa, na pasipo yeye hakuna mwanadamu ambaye angeokolewa. Wakati walitoa kafara ya mnyama, ilimaanisha Yesu mwenye atakufa. Na ile ndiyo njia ya kutufikisha kwa nani? Kwa Mungu. Sasa mimi naongelea zaidi sana tabia za wale ambao watakaoingia mbinguni. Na kama utajikuta unakosa tabia mojawapo ya hizi, basi ni ole kwako. Ndio maana ninapoingia katika mada nikwambie, kama hautaingiaka mbinguni, ni heri hata usingezaliwa, mimba yako omwa hata wangeyavortake basi. Kwa sababu hauna maana ya kuishi na utaregretake wakati wengine watakuwa wakiingia mbinguni, wewe hauingii. Utakuwa kama ulikuwa tu mboleo ya dunia, sababu utakuwa majifu. Na hiyo sikutakia hayo rafiki. Ndio maana katika Ufunuo 22 hapa wanataja kwanza tabia za wale watakaoingia mbinguni. 22:14 inasema heri wale wazifuao nguo zao wawe na amri, ili kuendea mti wa uzima na kuingia huo mji kupitia malango yake. Huko nje wako umbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu na kila mtu apendaye udanganyifu na kuufanya, kama wengi wenye tuko nao humu studio. Hapa wanatuambia kama heri wale waliofua mavazi yao wawe na amri. Donc kitu cha kwanza ili uweze kuingia mbinguni, inaomba ukuwe na amri za Mungu. Na ndipo wanasema utakapokuwa na amri za Mungu ndipo itakuingiza, itakupa access ya kuendea mti wa uzima na kula matunda yake. Lakini usipokuwa na amri za Mungu, jehanamu ni makao yako. Ndio maana wanatuambia kama huko nje sasa ya mji, kule nje kuna kuwa wale ambao wanakuwa na tabia. Wanasema wa kwanza ni umbwa.
umbwa ni mnyama ambaye anakuwa na tabia ya poligami, ya kuoa wanawake zaidi ya 2. Kwa hivyo umbwa ni mnyama ambaye ni mchafu. Mnyama huyu umbwa huwa ana tabia ya kuoa ya kuzini sana. Na ndiye ukiangalia hata wale ambao wanafanya zinaa na wanyama, wale ambao ni sijui ni wanafanya kile kinaitwa kama ni zoofili au kuzini na wanyama, mara nyingi utakutana wengine wameolewa na maumbwa sana sana. Ndio maana Biblia inamaanisha kama imbwa ni watu wote ambao wanaoa zaidi ya mwanamke mmoja. Kama utaoa mwanamke wawili, elewa kwamba uko katika sehemu ya umbwa. Na ili upone, inabidi ufukuze ule wa pili, ndipo utaingia mbinguni. Kinyume na hiyo, jehanamu na kusubiri. Ndio maana wanasema wa pili ambao hawataingia ni wachawi. Kila mtu ambaye anafanya uchawi, kila mtu ambaye anatumika na majini na mapepo, wanasema huyu mtu tayari naye makazi yake ni katika jehanamu, hata ingia katika yule mji. Kwa sababu wenye kuingia katika ule mji wanafua mavazi yao, wana amri za Mwenyezi Mungu na wananyenyekea. Ndio maana wanasema kila mtu ambaye anafanya uchawi au kuwasiliana na wachawi haingii. Na kitu kingine wanasema wazinifu. Wazinifu ni watu ambao wanafanya uzinifu, wanafanya uasherati. Na wengine wanasema ni wauaji, wale ambao wanaua mtu hata kama watashidefendre namna gani hawaingii. Ndio maana katika Biblia wamemaliza kutuonyesha, na wanasema na waabudu sanamu. Muabudu sanamu ni mtu yeyote ambaye anaabudu sanamu au kutia kitu kingine mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapo nimetoa mustasari mfupi kwa ajili ya wale watu ambao hawataingia mbinguni. Lakini unaposoma Qur'ani 2:82 inatuambia kwamba wale wanaotenda mema ndio watakaoingia katika paradiso au peponi. Kumbe tabia ya pili ya watu watakaoingia peponi ni watu ambao wanatenda mema. Na kutenda mema ni nini? Ni wakati una mtu mwenye njaa unampa chakula, mtu mwenye kiu unampa maji. Ndipo Yesu atasema katika Mathayo 25:31 hadi 40 kwamba njoni mliobarikiwa muingie katika ufalme wa mbinguni. Mkuye muingie. Juu ya nini? Nilikuwa na njaa mkanikulisha, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkanivika na kadhalika. Wale wengine atawaambia mwende katika moto wa jehanamu. Kwa sababu gani? Nilikuwa na njaa hamkunipa chakula, nilikuwa na kiu hamkunipa maji na kuendelea. Sasa hapa nitaenda katika kitabu cha Isaya, na kabla ya yote katika Yohana 14:6, pasipo Yesu hakuna mtu atakayeingia mbinguni. Awe Muislamu, awe Mkristo, awe mfuasi wa Kaku Filipe, Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kinyume na hiyo itakuwa sasa ni njia gani? Ndiyo, Kaku atakuwa ni njia. Lakini Biblia inasema ziko njia mbili, nyembamba na pana. Huenda Kaku anakuwa mwile njia pana, anaambia watu, ale muingie njia pana. Okay, mfanye venye mnapenda. Lakini njia ya Yesu ni nyembamba. Na tunapoenda katika kitabu cha Isaya 66 wanatupa tabia zingine za watu ambao hawataingia mbinguni. Ni akina nani hao? 66 na hawa ambao wataingia mbinguni ni wale ambao wamemwamini Yesu, na wanapomwamini Yesu wanakuwa consideresa walichaguliwa hata kabla hawajaumbwa, kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Ndio wanaitwa wachaguliwa wa Mungu. Sasa kuna mwingine atasema ni wale walichaguliwa depuis zamani. Sio kwa njia hiyo. Ni kwa kuwa wameamini Yesu. Na katika Isaya 66:22 kuanzia 15 wanasema nini? Inasema, tazama Bwana anakuja na moto, magari yake ya vita ni kama upepo wa kisulisuli. Atateremsha hasira yake kwa ghadhabu kali, na karipio lake pamoja na miali ya moto. Kwa maana kwa moto na kwa upanga wake Bwana atatekeleza hukumu juu ya watu wote, nao wengi watakaouawa nao wengi ni wale waliouawa na Bwana. 17 Watu wote wanaojiweka wakfu na kujitakasa wenyewe ili kwenda mabustanini, wakimfuata nyuma yake aliye katikati, ambao hula nyama ya nguruwe na panya pamoja na vitu vingine vilivyo machukizo, watafikia mwisho wao pamoja, asema Bwana. Biblia inaweka tabia za watu wengine ambao hawataingia mbinguni. Wa kwanza, wakula nguruwe. Biblia inasema Yesu atakapokuja na moto atachoma wote. Wa pili, wanaokula panya. Nizungumza na ndugu zangu ambao wanakuwa huku sijui katika quartier gani, hata wanatembeza mapanya kwenye sinia. Ondire ni biashara. Wale ambao wanauzisha matogondo na manyama za nguruwe, wasipotubu hawaingii. Ndio maana wanasema na watatu
ni wanaokula machukizo yote. Machukizo ni nini? Ni chakula ambayo Mungu ameikataza. Mfano, samaki yoyote ambayo haina magamba, ukiikula ni chukizo. Nyoka, sijui nini, unakunya pombe, hayo yote ni machukizo, hautaingia. Na kitu kingine hapa kwa 12:2 anaendelea anasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazoziumba zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakuwa. Itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Watu wa pili ambao wataingia mbinguni ni wale ambao wanashika sabato, ndio watakuja abudu mbele za Mungu mbinguni. Wengine wote watubu kabisa. Asante sana ndugu Ala. Wao nasema kama benye bataingia katika ufalme wa mbingu ni wale benye wanaamini Yesu. Ndio. Kwa nafasi ya kwanza ndio wanaamini. Kwa nafasi ya kwanza ndio pale kwa alianzia. Benye wanaamini Yesu. Kisha anakia kumalizia na benye banashika sabato. Sasa wale benye tuseme wale wa Hindu, sio watu gani benye bajua hata existence ya Yesu. Bali soro hapo ni gani? Asante. Hawa sisi hapa kama wenye tuko Goma, utajua nini kama banajua existence ya Yesu? Sisi kanisa la Wasabato tumetuma kule wajumbe tangu zamani na wanahubiri kule, isipokuwa tu wanatumikisha uchawi. Kuna wakati mwinjilisti wetu alikuwa akihubiri pale, uchawi mmoja ukatokea na ukasambarisha mkutano. Ni kwamba na wao wanasikia. Mulifika Mkongo 1800. Asante sana Papa Elinda kupatia minute yako sasa hivi, utamkosoa lakini kwa dakika 10 ya saa hii ni ndugu yangu atajijulisha. Karibu. Naam, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwanza na rehema na amani kwa mbora wa viumbe mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndiye mtume wa mwisho, baada yake hakuna mtume mwingine. Na kwa majina naitwa Sule from Congo, jina maarufu, nikiwa muhadhiri wa kundi la Nusrallah Association makao yake makuu hapa katika mji wa Goma. Na ingia mara moja kunako mada ambayo ilipangwa kuzungumzia siku ya leo. Nikisikiliza na wasikilizaji wengine ambao wanatusikiliza, mhubiri wa Kikristo wa kwanza alianza amekuja kumzungumzia mtu, lakini mada yetu hatuzungumzie mtu yote wala tuzungumzie nabii yote yule. Kwa hiyo mada inapokuwa napangwa, kwa wanajaribu kukuwa naingia profondere ya mada, kujua kwanza kiini cha mada ni nini, ndio unakuja kuhubiri. Hatuzungumzie mtu. Nimemfurahia kwa sababu yule Adventist wa pili amejaribu kumuelezea yule mtu wake aliyemzungumzia, lakini mada hatuzungumzie mtu yeyote kabisa. Asante sana kwa hilo. Na pili, katika yule mtu aliyemzungumza ametoa maelezo yake kwamba mimi mnifuate, mkinifuata mtapata uzima wa milele. Hilo ni jambo la ajabu. Hivi na mimi Sule from Congo nikisema atakayenifuata mimi anapata uzima wa milele, nitoe kitabu changu niandike atakayenifuata atapata uzima wa milele, hivi kweli mtu mwenye kuwa na akili na busara atanifuata kweli? Hawezi akanifuata. Kwa tujaribu tusiwe tunaleta watu kuwaingiza maneno ya Mungu, na hiyo maneno ya Mungu sio fani yao, sio level yao. Kwa mimi sitomzungumza yule mtu aliyemzungumza, kwa sababu Adventist tayari ameshamkanya vizuri. Na pili, mada inazungumza hivi: ni wanani watakaoingia peponi au katika ufalme wa Mungu? Ndio mada. Ndio mada, sio mada ya kuzungumzia watu, huyu mtu sijue Yesu alifanya hivi. Hiyo hatuzungumzie manabii. Kwa hiyo kila nabii kwa muda wake ameshagamaliza kazi yake. Sasa kila mmoja wetu hapa sasa na imani yake, kitabu anachokitegemea, kwa sababu vitabu ndivyo vinatuongoza hapa, sio akili ya mtu. Kitabu anachotegemea lazima kitabu kimtetee. Mimi niko mtu wa nitaingia ufalme wa Mungu. Mimi niko mtu wa nitaingia katika ufalme wa Mungu. Na kitakachotusaidia hapa ni vitabu vyenyewe, lakini sio maneno ya mtu anataka kuiundaunda ili aweze kujipachika katika kitu ambacho si cha kwake. Nitoa shukrani za dhati kwa yule Adventiste. Alianza vizuri kabisa kwamba yeyote atakayefanya mabaya, muuaji, mzinzi, mchawi, kama pia hakutubu, yule hataingia katika ufalme wa Mungu. Pia akatoa aya Qur'ani inasema atakayefanya wema basi huyu ataingia peponi. Hapa alikwenda kabisa sambamba na mada. Amekwenda amejaribu yule Adventista yule. Sasa Qur'ani iposema
watakaofanya mema ataingia katika ufalme wa Mungu au paradiso. Tunasikia Qur'ani vile Mungu anavyotueleza katika Qur'ani 40:40. Hivi ndivyo mada inavyokwenda. Inasema hivi: afanyaye ubaya hata alipwa ila sawasawa na huo uovu wake, na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi, waruzukiwe humo bila hisabu. Hii ni Qur'ani, kitabu changu. Kwa mimi kama niko Muislamu, mafundisho yangu yote ya kunipatia assurance kwamba nitaingia katika ufalme wa Mungu ni Qur'ani. Sasa Qur'ani, Mungu anasema atakayefanya wema, kwa sababu moja katika wema ni alama ya mtu kuingia peponi au kuingia katika ufalme wa Mungu. Sasa atakayefanya wema akiwa mwanaume au mwanamke, basi hao wataingia katika ufalme wa Mungu. Qur'ani anasema wataruzikiwa humo, yani watakuwa katika hali ya furaha. Sasa ni mtu wa aina gani atakayeingia peponi? Mungu amesema mwanaume au mwanamke hali ya kuwa ni Muislamu. Kwa kitabu changu mimi kimenipatia uhakika, uthibitisho kwamba mimi Muislamu nikifanya wema, ukweli wa kufanya wema, basi mimi nitaingia wapi? Nitaingia peponi. Kumbe na hawa wote wa Kristo wenye kuwa humu, na wao kama wako na assurance ya vitabu vyao, lazima vidhihirishe kwamba atakayefanya wema hali ya kuwa ni, kama ni Mkristo, kama ni mtu wa nani, kama ni mtu wa na ataingia wapi? Ataingia katika ufalme wa Mungu. Hivyo ndivyo tuna wasikilizaji wanasubiria, lakini sio kuzungumzia mtu amejisemea maneno yake, alafu unaona kuja tu kwa kumparamia yule mtu, unakuja kumfanyizia kampani, na ile hali ni maneno yake aliyozungumza pasina ufalme ama pasina kufunuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. 20:112 Qur'an inasema hivi, 20:112 inasema, na atakayefanya vitendo vizuri naye ni Muislamu, basi hataogopa kudhulumiwa wala kunyimwa haki yake. Unasikia? Mungu anasema atakayefanya vitendo vizuri. Maana pinakuja sasa, imani pasipo matendo imekufa. 2:19 Yakobo imeshuhudia hai. Lazima ukuwe na imani. Baada ya imani, fanya matendo yaliyokuwa ni mazuri. Hapo utaingia katika ufalme wa Mungu. Na matendo mazuri ni kujiepusha na hayo yote aliyozungumza Bwana Adventist. Sasa Qur'ani inasema atakayefanya matendo mazuri hali ya kuwa ni Muislamu. Hapa kuna imani tofauti, kuna imani ya Wakristo, kuna imani ya wako kama wakakutiste kule, nisijue mnamsemaka je hivyo, kuna imani ya wadisiple vile vile kule. Kwa kila mtu kuna yake hapa. Sasa kama kila mtu kuna imani yake, lazima hiyo imani kitabu chake kimthibitishe. Maadamu huko Muislamu, ukifanya vitendo vizuri, imani inafuata na matendo mazuri, basi utaingia katika ufalme wa Mungu. Maadamu watu verse, mimi niko mtu wa kaku, nikifanya vitendo vizuri nitaingia katika ufalme wa Mungu. Nani aseme? Mungu aseme. Sio mimi Sule from Kongo nijisemee, hapana. Sio Mungu, sio mtu aseme. Kwa Mungu amemaliza. Na ndio ukisoma Qur'ani 9:119 5:119. Napendaka Qur'ani sana kwa sababu kila mada huwa inakuwa na jidefendre. Na sijui kama nagusagusaka mbiblia nini, na kigusagusaka tu basi niwasaidie. Inasema hivi, Mwenyezi Mungu atasema sasa siku ya kiyama. Sasa si ndio siku ya ufalme ambao mama mwenye kitali anonse kwamba itazungumzwa kile ufalme wa Mungu ni siku gani? Inasema hivi, Mwenyezi Mungu atasema, hii ndio siku ambayo wakweli utawafaa ukweli wao, watapata bustani zipitazo mbele yake mito, humo watakaa milele. Mwenyezi Mungu amewawia radhi, na wao na radhi na Mwenyezi Mungu. Huku ndiko kufaulu kukubwa. Sasa siku ya kiyama ndio Mungu atasema, leo ndio siku ya wakweli, ukweli wao umewafaa, na waovu pia uovu wao umewafaa. Sasa wale ambao ukweli wao utawafuata siku ya kiyama, ndio Mungu anasema mimi nimewaridhia na wako na ridhaa na mimi. Hao maanake wanaingia katika ufalme. Ni wanani hao? Waliofanya matendo mazuri, mwanaume Muislamu na mwanamke Muislamu. Ukasoma na ufafanuzi wake, mfasiri jaribu kutufasiria kidogo. Inasema hivi, kuonyesha kuwa litakalomfaa mtu siku ya kiyama ni ukweli katika Uislamu wake, kuelekeza kama alivyoamrishwa Mwenyezi Mungu, si Uislamu wa jina tu. Maana kitakachomsaidia mwanadamu siku ya kiyama ni ule Uislamu.
Ni Uislamu ndio utakomsaidia mwanadamu siku ya Kiyama, ndio unaingia peponi, sio tu Uislamu wa jina. Maana iwe Uislamu wa imani na Uislamu wa matendo. Sasa mimi nitashangaa nisikie kutokea kikundi kingine kiseme kwamba sisi tuko Waadventiste tutaingia mbinguni. Tena anaisema bila kutoa ushahidi wa kitabu chake kwamba Waadventiste, watu wa Sabato wataingia peponi. Au mtu aseme mimi niko mtu wa mtu fulani, niko mtu wa mama Agnes, alafu niiseme mkinywa bila kumchunguza Mungu amesemaje. Kama mimi Sule from Congo nimesema niko mtu wa mama Agnes mwenyekiti nitaingia peponi, Mungu ndo amesema au mimi nimejisemea? Kwa lazima tuwatoshe ndani watu confusion ya kuja kufundisha maneno ya Mungu. Hii ni maneno ya Mungu, si maneno ya masiara tu. Kwa mujibu wa Qur'ani imenidhirishia mama mwenyekiti na wasikilizaji wetu kwamba atakayefanya matendo mazuri, imani na matendo mazuri yakaambatana, basi siku ya mwisho ataingia katika ufalme wa mbingu. Lakini kwa sharti awe ni Muislamu, ndio shurti. Maki atapa ile discipline. Ndio ananja vimba. Anajiandaa kuzungumza. Maki hata ile discipline. Ujiseme ufanye wema, ufanye chochote kama hauko Muislamu. Maki wewe pepo hautaingia. Maana yule Abrahamu mwenye abakuona Kiislamu bana. Suburi kabisa kwa mujibu wa Qur'an 47:2 inasema, na ndio aya yangu ya mwisho. 47. Quelques secondes Naam, inasema ikishuhudia 47:8. Qur'an inasema hivi: na wale waliokufuru basi kwao ni maangamizo makubwa, atavipuuza vitendo vyao. Wanani hao waliokufuru ambao Mungu atapuuza vitendo vyao? Mungu anasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih ibn Maryam. Bila shaka wamekufuru wote wanaosema kwamba Yesu ni mtoto wa Maryam, na waliokufuru bila shaka ni Wakristo wanaosema kwamba Yesu ni Mungu. Hapo sintozama sana kwa sababu sio ndio mada yetu. Kwa hiyo yeyote atakayekuwa ni Mkristo, ukifanya matendo wema unaangukia patupu. Mpaka uwe Muislamu ndio Mungu anakupokea, lakini Uislamu wako uwe wa imani na kufuatisha matendo yaliyokuwa ni mazuri. Merci sana Sule from Congo.